Hello ndugu watazamaji wa Dream Media DRC, naitwa Matilda Shekirum. Kwenye peji langu la Facebook unaweza kaandika Matilda Shekirum. Umependeza. Okay, ndugu watazamaji wa Dream Media DRC, ni mtangazaji wako ya Juksi. Na hiki ni kipindi chako kipendelevu sana ambacho huwa kinakufikia kila wakati na huu ni mwanzo tu. Niko na Matilda. Oya, kipindi kinaitwa Best Show. Kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kujua msanii wako ni nani. Msanii wako anafanya issue gani? Na je, msanii wako ni nani? Leo tuna mgeni kwenye nyumba yetu ya Dream Media DRC. Je, tunaweza tukamkaribisha? Karibuni bila shaka. Okay, tunaweza tukapiga makofi mbele afikie hapa kwanza kidogo. Wewe karibu man, ndugu yetu. Karibu tena kwenye nyumba kuu ya Dream Media DRC. Unaweza kujitambulisha? Hapa ni JDD Mkala Concordance, ukipenda unaniita JDD tena. Yeah. Okay, JDD jina kwanza umeitoa wapi mbele ya yote? Hiyo ni naweza nikasema ni shortcut ya jina langu. Mimi naitwa Jean Dedier na nikaamua kuiweka kwa kifupi ndio katoka JDD. Yeah. JDD, naona leo umekuja umependeza, ila sema tu urefu wako unatuponza sisi. Mvumilie. Umependeza kweli kweli. Hapa nikianza watu watasema ni kifa kiatu. Angalia ni Balenciaga na hii ni ni vitu ya share. Nisipendi kujitapa sana, mimi ikikuwa gharama kidogo tunaweza fika hata ma $3 dola. Unasikia huko? Pesa hizo zipo hapo. Okay, JDD tunaanzia hapa. Swali la kwanza, mwaka gani ambao umeingia kwenye game ya muziki? Kwenye game ya muziki kwa hesabu za karibu naweza nikasema 2024 surtout. Junjo nakumbuka ngoma yangu ilihit sana ambayo inaitwa Larja. Ile ndio nakuaga na hesabia ndio nilianza Junjo, watu ba mingi balinijua. Kwa ngoma yangu ya kwanza ilikuwa ni 2019. Yeah. Ndo ulianza muziki. Kuanzia 2019 mpaka sasa ni muziki yako ipi imeshakupatia fursa ya kujulikana zaidi? Kujulikana zaidi ni kama ngoma Larja ilitoka 2024. Okay, tunaona umetoa nyimbo nyingi sana, lakini tukitazama kwenye ngoma zako hapa ushatuwahi shirikisha msanii mmoja kwenye ngoma zako zote ambazo ushawahi kufanya. Yeah. Na nikitazama ilikuwa ni msanii anaitwa Slame. Kabisa. Ni alikuwa mtangazaji wa Le Message pale, anaitwa nani? Cedric Onega. Yeah, Cedric. Yeah. Vipi? Kwa nini hauko mzoefu sana kufanya? Kwa mtu akokea kumaro. Uvira basanii wanasumbua. Ukienda baona mfanye kazi wanakuletea mahistoire ya mrefu sana. Unaona afadhali mtu unaleta histoire na mnafanya tu kazi. Uvira iko vipi? Na kuhusu kufanyia nje na pengine nafikiria muda hujafika, ukifika tutafanya. Yeah. Kwa hiyo JDD hujawahi fanya collab na msanii mwingine? Sijawahi, ni wewe umoja tu mwenye alisema ni Slamer, kwa hapa kuimba sijawahi. Ikikuwa watu watajua. Maana yake upendelee muziki hapa kwetu Uvira? Napenda sana. Ujiulize mimi natoka South Africa mpaka mimi nakia fa game hapa. Maana napenda sana. Mimi ile tu wasanii wetu ndio bagumu kupatia wengine chance. Na hapa kwetu Uvira kuna msanii mwenye ushawahi fuatilia? Ni Batro nishafuatilia ba mingi sana kabisa. Na unajua muziki yao kabisa hapa? Na wanajua sana. Sikiti leo utaimba kweli? Kuhusu kuimba, naweza nikaimba sikuwa najisikia kuimba muziki wa mtu sahi. Yeah. Na ni msanii yupi huyo unamfuatilia? Presque bote kabisa. Nikisema naweza chukua na maliste manake tunaweza maliza hata kesho. Msanii wako pendwa? Sina msanii mimi napendaga, huyu ndio mimi napendaga. Juu Uvira kama mimi tunafanya vitu ya bien. Na basanii banayua imba, banafanya kazi za mzuri. Na zote nasikia ni kazi za mzuri. Nikisema nasema mimi napendaka huyu. Bali wengine banayua imba na kwa sana babagua. JDD unatudanganya, hauwezi kosa mwana unapendaka. Mimi hata mdunia sina msanii mimi napendaka. Mimi napendaga muziki mzuri. Hata mdunia sina sema huyu ndio mimi napendaga. Napendaga nikisikia tu muziki ni mzuri nasema voila. Hii ni chanson kabisa.
Na kwenye page lako la YouTube, nini chanson yako gani inaisha kuwa na j'aime za mingi na commentaire za mingi? YouTube ni ngoma inaitwa Mo, na yua watu wa mingi hawaijui me. Na kwa na shangala nyo na kartone me, na yua itakuwa ni juu ya video ya ile ngoma ni nzuri, ni kali sana. Sijui kama Uvira pako mtu mko na video kama ile, na kama atakuwa manake atakuyaka ni après miaka 10. Labda. Kweli? Kabisa. Tuwe kwanza hapa. Okay. Hapo unaseti video kali. Ndugu yangu. Maana wengine wasanii wanatoa video. Video kali ziko, me hakuna video Uvira. Inafikia ile video yangu ya Mo. Na kama itakuyaka manake après miaka 10. Okay. Tunazungumzia kuhusu hii audio yako ya maneno. Mbona video imekuwa kutoka? Ilikawa kutoka na sijui kama itatoka juu nikiwaza waongozi, yani nikiongelea management au washauri wangu waliona kazi ziko kibao sana na wangipenda zile kazi hii mwaka nazo zitoke. Ndio wakasema tuiachie audio, afu nyingine kazi itakuya kia audio video. Audio video. Yeah. Okay, tukitazama vizuri hii ngoma yako ya umegusia kuhusu maneno. Je, umegusia kuhusu mapenzi au maisha? Ama ina vitu vingi ndani. Kwa tujue aswa umeimba kitu gani ndani. Maana watu paka leo wanaacha tu maneno. Unajua ile ni ngoma yenye naweza nikasema ni ya watu wako intelligent. Ile ni ngoma yenye ifo ikali sana chini ndio yo mtu alitafuta imba nini. Me naongelea ni kadri ya basutwa. Unajua panaweza kuwa tuseme dada tu wa mkartie mwenye ana probleme yake. Mmeanza kumpandikiza maneno ule anakuwa shindikana, ule ni malaya, ule anatoa mamimba. Unaona ni vitu vyenye ule dada labda fanyaki mkartie me bana mpandikiza nayo. Ndio nikasema hii ngoma itakuwa ni maneno. Kwanza unaongelea kuhusu maisha yako. Hata sio yangu, ni maisha ya societe. Labda na mimi nishakaipitia, ni maisha yenyewe kwa kila mtu. Kameme hata wewe wanakusemaka na mwingine wanakusemaka hiyo. Na pourquoi uimbe nyimbo ya societe kuliko kuimba nyimbo yako inatoka kwenye maisha yako rahisi? Ziko mingi sana zenishajimbia juu yangu. Na mimi nafikiria mimi niko kilio ya jamii. Na kama vile Angelo, kama vile Larja. Ziko mingi. Maana tukienda kiuchunguzi zaidi, maana tunasema hapo Didi hajapata frank. No, haimaanishi vile. Unajua unaweza kuwa unaimba juu ya Larja. Labda nyuma ulikuwa kaona nazo. Siyasema kwanza kama niko na franga, hapana. Labda nyuma ulikuwa kaona nazo, hivi uko nazo. Na kama mimi nitoaga ile nyimbo ni wakati vraiment nilikuwa napigwa na crise ya dio. Afadhali leo Mungu anasaidia tunapata taka jiba ile kaka uchungu. Maana sanaa ya nyumbani inalipa. Sio kivile kabisa. Sio sema inapata hela kwa sana, bali inapata hela kwa biashara. Na kwa sasa unafanya biashara gani kutoa na muziki? Mimi biashara niko na vidogo tu. Niko na kadepoka kuzisha mapombe. Okay, kwa sasa unatunzo ngapi kwenye mji wa Uvira? Kwenye mji wa Uvira niko na tunzo 2 tu. Niko na tunzo ya chipukizi bora na msanii bora wa Kasenga ya. Ndio unazo kwa sasa. Okay, utazao mimi tunarudi nyuma kidogo. Kwa sababu kuna kitu tumesahau hapa. Tumesahau kuuliza wewe ni mtoto wangapi kwenye familia, maana hii tumesahau kidogo. Mimi ni ile kisho kabisa, yani mzivo wale wa kudeka ndo mimi. Kabisa, mimi kabisa ni ile kisho. Okay, na wazazi wako wanafurahi wewe kuimba muziki? Kwa sasa naweza nikasema banafurahi juu mamangu haiko tena na ndo mwenye alikuwa ka premier shabiki wangu. Unaona juu yeye alikuwaga nikitoa ngoma vraiment hivi sema ngumbusha nasikia hata na machozi. Premier nilikuwa nikitoa ngoma mamangu ndo alikuwa mtu wa kwanza kukamata. Unaona mama anabeba kwa edition, mwangali garso wangu anayua imba, ona kiza navala nini.
Vraiment tana benzake ba mama. Unaona kuna zile video mtu unafanyaga bademu bako mkashilingi bako mnini, lakini mamangu alikuwa anaonesha skiko ile aibu ya kuonesha wengine na mzee kwa hivyo ana support sababu ashapiga mafimbo sana ningali mtoto. Mimi akaona huyu jamaa mbona iko sababu niko namzibilia vitu vyenye yeye ndio Mungu alikia anamuumba vile. Akaamua kuniacha yeye. Okay, JDD tumeona una posti ya concepts. Kitu tumeona umeposti kwenye page yako na wengine wana posti. Je, itakuwa ni kweli au unatafuta kiki kwenye mji wa Uvira? Beba wanayua mimi ni mzoa makonsere. Malgré nishafanya moyo najiita mzoa makonsere juu konsere yangu ilifanyaka bien. Na nikafanya mwaka wangapi pale? Ile konsere ni 2024. Konsere ilikuwa 2024. Sana tu ngoma yangu ilihiti nikafanya konsere. Na nilikuwa natafuta fanya konsere mwaka jana na baliona maafishe na kila kitu mekahomba juu ya hali ya usalama. Na ile konsere ndio unaona tena poste ilirudia ya. Na kwenye show yako kama vile waalikwa special ni wakina nani? Waalikwa pako nani ule pako Bagrace Music JDD mpaka ni wengi unajua. Siwezi nikakariri wote. Pako Bagrace Music, pako Yellow SK, pako samani kabisa. Hapa itabidi kweli mpaka nitrishe nikuwa muwazi sababu sababu najua nilia-invite wasanii wengi na inabidi wote labda niwataje sijui, ila nimesema kuna Bagrace, kuna Yellow kumbe, kuna King Knife, kuna Pejo, Orizo Gang, Dennis Classic, Nova atakuwepo, bona wengine na wengine. Vraiment nikisema ni batai bako true. Okay, tunakuelewa ndugu yetu. JDD mkali wa koko. Itakuwa mwezi wa ngapi? Itakuwa mwezi wa 8 tariki 2 ndio tunafanya show. Na unawaambia nini mashabiki zako? Vraiment nikuambia wanisaidie. Niko na besoin ya 2000 yabo, 3000 yabo, $10, $100 inisaidie juu game iko nguvu na game inahitaji makuta. Na nikuambia tu wasahau sehemu ni MKC Kabindula. Na itakuwa ni inserte dimanche. Kiingilio 3000, 5000 na $50 sponsor. Okay, asante sana JD, tumepiga sana mastori, tukazungumza sana. Nadhani muda umekwenda. Kitu cha kwanza ambacho tutatuulize kesho. Mimi JDD tutegemee kazi mpya mwaka gani au mwezi gani? Kazi mpya nakuja hizi siku. Sio ya kwenda tena huku lakini mbele konsere ifike ile le 2 août watakuwa washapata kazi mpya. Juu nafikiria muisemene tutaanza challenges, tutaanza TikTok. Après pale utapata ngoma Asante sana kwa ujio wako kwenye Dream Media. Tumekuita. Ukaitika wito. Asante sana. Let me also say thanks to Dream Media. Hii ni TV kubwa sana na yenye kujali wasanii. Na chengine ni kushukuru Uvira nzima na kuwakumbusha kuwa tuko na concert itakuwa le 2 août ku sala MKC. Vraiment karibu waje wanisupport maana siwezi kuwa JDD bila wao. Okay, ndugu yetu mtazamaji wa Dream Media DX, tulikuwa msanii wetu JDD mkali wa Coco Dance anakuambia Uvira yote ni ya kwake. Usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube wa kwanza kupata habari zetu, na vile vile usikose kulike na kupartage. Asanteni sana.